Tushirikishane tone la upendo, tushirikishane tone la upendo, tushirikishane tone la upendo. Tushirikishane tone la upendo. Ndugu wapendwa, karibuni tusikie neno la Mungu na tafakari ya Dominika ya 3 ya Kwaresma ya mwaka A wa Kanisa. Masomo yetu ya leo yanatuonyesha jinsi Mungu alivyo na kiu ya kutukomboa, nasi tunapaswa kuwa na kiu ya kukombolewa kama mwanamke Msamaria. Hivyo leo tuombe neema ya kuwa na kiu ya kiroho, kiu ya kunywa maji ya uzima, kiu ya kumsikiliza Mungu, kiu ya kusali na kupokea masakramenti ili tupate wokovu. Somo letu la kwanza linatoka katika kitabu cha Kutoka sura ya 17 aya 3 hadi ya 7. Watu wakawa na kiu huko, nao wakamnung'unikia Musa wakasema, mbona umetupandisha kutoka Misri kutuua sisi na watoto wetu na wanyama wetu kwa kiu? Musa akamlilia Bwana akisema, niwatendee nini watu hawa? Bado kidogo nao watanipiga kwa mawe. Bwana akamwambia Musa, pita mbele ya watu, ukawachukue baadhi ya wazee wa Israeli pamoja nawe, na ile fimbo yako ambayo uliupiga mto kwayo, uitwae mkononi mwako ukaende. Tazama, nitasimama mbele yako huko juu ya lile jabali katika Horebu, nawe utalipiga jabali na maji yatatoka, watu wapate kunywa. Musa akafanya hivyo mbele ya wazee wa Israeli. Akapaita mahali pale jina lake Masa na Meriba kwa sababu ya mateto ya wana wa Israeli, kwa sababu walimjaribu Bwana wakisema, je, Bwana yu kati yetu au sivyo? Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Somo letu la pili ni waraka Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 5 aya ya 1 hadi ya 2 na aya ya 5 hadi ya 8. Basi tukiisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani, na tuwe na amani kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa yeye tumepata kwa njia ya imani kuifikia neema hii ambayo tunasimama ndani yake na kufurahi katika tumaini la utukufu wa Mungu. Na tumaini halitahayarishi, kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi. Kwa maana hapo tulipokuwa hatuna nguvu, wakati ulipotimia, Kristo alikufa kwa ajili ya wokovu. Kwa kuwa ni shida mtu kufa kwa ajili ya mtu mwenye haki, lakini yawezekana mtu kuthubutu kufa kwa ajili ya mtu aliye mwema. Bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Somo letu la Injili linatoka katika Injili ya Yohane sura ya 4 aya 5 hadi 42. Bwana awe nanyi, nawe rohoni mwako. Somo katika Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Utukufu kwako e Bwana. Yohane sura ya 4 aya 5 hadi 42. Yesu alifika kunako mji wa Samaria uitwao Sikari, karibu na lile shamba ambalo Yakobo alimpa Yusufu mwanawe, na hapo palikuwa na kisima cha Yakobo. Basi Yesu, kwa sababu amechoka kwa safari yake, akaketi vivi hivi kisimani, nayo ilikuwa yapata saa 6. Akaja mwanamke Msamaria kuteka maji. Yesu akamwambia, nipe maji ninywe, kwa maana wanafunzi wake wamekwenda mjini kununua chakula. Basi yule mwanamke Msamaria akamwambia, imekuwaje wewe Myahudi kutaka maji kwangu, nami ni mwanamke Msamaria? Maana Wayahudi hawachangamani na Wasamaria. Yesu akajibu akamwambia, kama ungelijua karama ya Mungu, naye ni nani akuambiaye nipe maji ninywe, ungelimwomba yeye, naye angelikupa maji yaliyo hai. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, huna kitu cha kutekea na kisima ni kirefu. Basi umeyapata wapi hayo maji yaliyo hai? Je, wewe mkubwa kuliko baba yetu Yakobo, aliyetupa kisima hiki,
naye mwenyewe akanywa maji yake, na wanawe pia, na wanyama wake? Yesu akajibu akamwambia, kila anywaye maji haya ataona kiu tena, walakini yeyote atakaye kunywa maji yale nitakayompa mimi hataona kiu milele, bali yale maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemchemi ya maji yakibujikia uzima wa milele. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, unipe maji hayo nisione kiu, wala nisije hapa kuteka. Yesu akamwambia, nenda kamwite mmewe, uje naye hapa. Yule mwanamke akajibu akasema, sina mume. Yesu akamwambia, umesema vyema, sina mume, kwa maana umekuwa na waume 5, naye uliye naye sasa siye mume wako. Hapo umesema kweli. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, naona ya kuwa u nabii. Baba zetu waliabudu katika mlima huu, nanyi husema ya kwamba huko Yerusalemu ni mahali patupasapo kuabudia. Yesu akamwambia, Mama, unisadiki, saa inakuja ambayo hamtamwabudu Baba katika mlima huu wala kule Yerusalemu. Ninyi mnaabudu msichokijua, sisi tunaabudu tukijuacho, kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. Lakini saa inakuja, nayo saa ipo, ambayo waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli, kwa maana Baba awatafuta watu kama hao wamwabudu. Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye imewapaswa kumwabudu katika roho na kweli. Yule mwanamke akamwambia, najua ya kuwa yuaja Masiha aitwaye Kristo, naye atakapokuja yeye atatufunulia mambo yote. Yesu akamwambia, mimi ninayesema nawe ndiye. Mara hiyo wakaja wanafunzi wake, wakastaajabu kwa sababu alikuwa akisema na mwanamke. Lakini hakuna aliyesema, unatafuta nini? Au mbona unasema naye? Basi yule mwanamke akauacha mtungi wake, akaenda zake mjini, akawaambia watu, njooni mtazame mtu aliyeniambia mambo yote niliyotenda. Je, hamkini huyu kuwa ndiye Kristo? Basi wakatoka mjini wakamwendea. Huko nyuma wanafunzi wakamsihi wakisema, Rabi, ule. Akawaambia, mimi ninacho chakula msichokijua ninyi. Basi wanafunzi wake wakasemezana, je, mtu amemletea chakula? Yesu akawaambia, chakula changu ndicho hiki, niyatende mapenzi yake aliyenipeleka, nikaimalize kazi yake. Hamsemi ninyi bado miezi 4 ndipo yaja mavuno? Tazama, mimi nawaambieni, inueni macho yenu myatazame mashamba, ya kuwa yamekwisha kuwa meupe, tayari kwa mavuno. Naye avunaye hupokea mshahara na kukusanya matunda kwa uzima wa milele, ili yeye apandaye na yeye avunaye wapate kufurahi pamoja. Kwa maana hapo neno hilo huwa kweli, mmoja hupanda akavuna mwingine. Mimi naliwatuma myavune yale msiyoyataabikia. Wengine walitaabika, nanyi mmeingia katika taabu yao. Na katika mji ule Wasamaria wengi walimwamini kwa sababu ya neno la yule mwanamke aliyeshuhudia kwamba aliniambia mambo yote niliyoyatenda. Basi wale Wasamaria walipomwendea walimsihi akae kwao, naye akakaa huko siku 2. Watu wengi zaidi wakaamini kwa sababu ya neno lake. Wakamwambia yule mwanamke, sasa tunaamini, wala si kwa sababu ya maneno yako tu, maana sisi tumesikia wenyewe, tena twajua ya kuwa hakika huyu ndiye Mwokozi wa ulimwengu. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Ndugu wapendwa, somo la kwanza linaelezea changamoto ya taifa la Israeli wakiwa njiani kuelekea nchi ya ahadi baada ya kutoka Misri. Mojawapo ya sehemu ambapo taifa la Israeli liliweka kambi ni Refidimu. Mahali hapa palikuwa na ukosefu wa maji. Hivyo Waisraeli wanamgeukia na kumnung'unikia Musa. Musa anamgeukia Mungu. Mungu anasikiliza kilio chao. Musa anapewa maelekezo na yanayatekeleza. Taifa la Israeli wanapata maji. Taifa la Israeli wanapokosa mahitaji ya kimwili wanakuwa wakali sana, wanalalamika na kunung'unika. Lakini walipokosa mahitaji ya kiroho hawaonekani kuwa wakali. Hapa tunaona kiu ya Mungu na Musa ilikuwa ni kulikomboa taifa la Israeli. Pamoja na manung'uniko, malalamiko,
na kusahau wema na upendo wake Mungu. Lakini Mungu aliendelea kuwa na kiu ya kuonyesha upendo. Daima Mungu ana kiu ya kutukomboa na kuendelea kutuonesha upendo wake, hata tukimnung'unikia, kumkana, kumdharau, kusahau wema wake. Ndugu wapendwa, katika somo la Injili Yesu anaonyesha kiu ya kumkomboa mwanamke Msamaria, Wasamaria wote na watu wote. Somo linaanza kuelezea namna Yesu alivyokuwa na kiu ya kimwili na kiu ya kiroho ya kumkomboa mwanamke Msamaria. Ni kweli Yesu alikuwa na kiu na njaa ya kimwili kwa sababu alikuwa ametoka kufanya utume, ametembea umbali mrefu, amechoka na ilikuwa mchana. Hivyo alihitaji maji ya kunywa na chakula cha kimwili. Ndio maana alipomwona mwanamke Msamaria alimuomba maji anywe, na wanafunzi wake walienda mjini kununua chakula. Yesu aliomba maji kama kianzio cha maongezi, na baadaye aligeukia juu ya maisha ya mwanamke Msamaria. Yesu alianzia katika mambo ya kawaida ili kumpeleka katika mazungumzo ya kiroho. Yesu alipomwomba maji yule mwanamke alishangazwa Myahudi kumwomba maji, kwani walikuwa hawaelewani. Yesu akamwambia kama angalijua ni nani anayeongea naye angalimuomba maji. Injili ya Yohane sura 4 aya 9 hadi 10. Hapa Yesu alishaanza kuzungumzia maji ya kiroho, sio maji ya kawaida tena. Maji ya kiroho ni neno lake na sakramenti. Ni maji yaliyo hai yanayotupatia wokovu. Hivyo tunaona kiu ya Yesu ya kumwokoa mwanamke Msamaria ambaye alikuwa na wanaume 5. Hii inamaanisha alikuwa anaabudu miungu 5. Hata Mungu aliyekuwa anamwabudu wakati huo hakuwa Mungu wa kweli. Hivyo alikosa uaminifu kwa Mungu wa kweli na kuanza kuabudu miungu. Ndio maana Yesu alimwambia hata mme ulionaye sasa sio wa kwako. Yesu alimaanisha sio Mungu wa kweli unayepaswa kumwabudu. Katika maongezi yule mwanamke Msamaria taratibu anaanza kugundua kuwa sio mtu wa kawaida. Kwanza alidhani ni Myahudi tu. Pili aligundua kuwa ni nabii. Tatu aligundua kuwa ni Masia. Mwanamke Msamaria alipogundua kuwa anayeongea naye ni nabii, akawa na kiu ya kujua zaidi mambo ya kiroho. Msamaria huyu alionyesha kiu ya kumsikiliza Yesu, kiu ya kusamehewa, kiu ya kukombolewa. Ndio maana alimsikiliza Yesu na baadaye akaenda mjini kuwaita Wasamaria wenzake, nao wakaja kumsikiliza Yesu na wakamwomba Yesu akae nao, naye Yesu alikaa nao kwa muda wa siku 2. Ndugu wapendwa, somo la pili linazungumzia kiu ya Mungu Baba ya kutukomboa sisi binadamu. Kiu ya Mungu Baba ilimfanya mtume mwanaye ulimwenguni ili aje kutukomboa kwa njia ya mateso, kifo na ufufuko wake. Kiu ya Mungu Baba na Mungu Mwana ya kutukomboa ndiyo iliyofanya tukamiminiwa Roho Mtakatifu katika mioyo yetu. Hivyo ndugu wapendwa, kupitia masomo yetu ya leo tunatafakari juu ya kiu ya Mungu ya kutukomboa, nasi tunavyopaswa kuwa na kiu ya kukombolewa. Wimbo wetu wa leo tutatafakari kupitia wahusika 6 tuliowasikia katika masomo yetu. Wahusika hao ni taifa la Israeli, Musa, mwanamke Msamaria, Wasamaria, wanafunzi wa Yesu, na mhusika mkuu ni Yesu Kristo mwenyewe. Ndugu wapendwa, mhusika wa kwanza tunaweza kumtafakari ni taifa la Israeli. Taifa la Israeli walikuwa na kiu ya kukombolewa kutoka utumwani Misri. Ndio maana walimlilia Mungu. Mungu alisikia kilio chao. Mungu akaanza mchakato wa kuwakomboa. Mungu akamtuma Musa kwenda kuwakomboa. Wakiwa wameshatoka Misri kwa mkono wa Mungu na kuvuka bahari ya Shamu kwa mkono wa Mungu, walipofika jangwani walikutana na changamoto ya kukosa maji. Namna yao ya kuomba maji haikuwa nzuri. Ilikuwa ni kwa kulalamika na kunung'unika. Taifa la Israeli walisahau wema wa Mungu, namna alivyowakomboa utumwani Misri na kuwavusha katika bahari ya Shamu kwa mkono wake mwenyewe. Wakaanza kulalamika na kunung'unika. Kwa kuwa Mungu alikuwa na kiu ya kuwakomboa, pamoja na kwamba walikosa unyenyekevu na nidhamu kwa Mungu katika kuomba mahitaji yao, Mungu aliwapatia hitaji lao la maji. Ndugu wapendwa, nasi tunapaswa kuwa na kiu ya kukombolewa kama kiu aliyokuwa nayo taifa la Israeli. Tunapaswa kuwa na kiu ya kutoka katika utumwa wa dhambi. Tunapaswa kuwa na kiu ya kuacha ulevi, uzinzi, masengenyo, wivu, majivuno, hasira, chuki, uchoyo. Huenda tumemlilia Mungu atutoe katika utumwa wa dhambi. Mungu anapoanza mchakato wa kututoa, huenda hatujaonyesha utayari. Huenda tumelalamika na kunung'unika na kukumbuka dhambi zetu za awali na kutaka kuzirudia.
Ndugu wapendwa, katika kipindi hiki cha Kwaresima tunapaswa kuwa na kiu ya kukombolewa na tushirikiane na neema ya Mungu ili kutoka katika utumwa wa dhambi. Ndugu wapendwa, mhusika wa pili tunayemtafakari ni Musa. Musa akishirikiana na Mungu alikuwa na kiu ya kulikomboa taifa la Israeli. Ndio maana alienda kulitoa toka utumwani Misri. Hata walipofika jangwani, walipoanza kulalamika na kunung'unika, aliwaombea mahitaji yao kwa Mungu. Alikuwa tayari kupatwa na magumu yote ili mradi alikomboe taifa la Israeli. Musa anawakilisha watumishi wa Mungu. Daima watumishi wa Mungu tunapaswa kuwa na kiu ya kuwakomboa watu tunaowahudumia, kiu ya kuwahubiria habari njema, kiu ya kuwafundisha, kiu ya kuwaungamisha, kiu ya kuwasikiliza, kiu ya kuwaonyesha upendo kama Musa. Hata kama Wakristo tunaowahudumia wanatunukia na kutulaumu, hata kama wanatudharau, hata kama wanatutukana, hata kama wanatusengenya, hata kama hawaonyeshi ushirikiano. Pia viongozi hivyo hivyo wawe na kiu ya kuwahudumia kwa upendo watu wanaowahudumia, hata kama hawaridhiki na huduma zenu. Wakristo wote tunapaswa kuwa na kiu ya kuwakomboa wengine. Kila mmoja ajiulize, je, una kiu ya kuwakomboa hata maadui zako? Je, una kiu ya kumsamehe adui yako? Je, una kiu ya kuendelea kuwaonyesha upendo wale wanaokulaumu, kunung'unika, kukudharau, kukutukana na kukusengenya? Ndugu wapendwa, mhusika wa tatu tunayemtafakari ni mwanamke Msamaria. Kutoka kwa mwanamke Msamaria tunayo mambo mengi ya kujifunza kutoka kwake. Kwanza kabisa, alikuwa na kiu ya kumsikiliza Yesu. Mwanamke Msamaria alikuwa na kiu ya kumsikiliza Yesu, ndio maana pale kisimani aliongea na Yesu kwa muda mrefu. Je, sisi tuna kiu ya kumsikiliza Yesu? Je, tunatenga muda wa kumsikiliza Yesu? Pili, alikuwa na kiu ya kuongea na Yesu. Pale kisimani mwanamke Msamaria aliongea na Yesu mambo mengi na alimuuliza maswali mengi ili kujua ukweli. Je, wewe una kiu ya kuongea na Yesu? Kama huwa unatenga muda wa kusali, maana yake una kiu ya kuongea na Yesu. Lakini kama huwa hutengi muda wa kuongea na Yesu, maana yake hauna kiu ya kuongea na Yesu. Katika kipindi cha Kwaresima tunapaswa kuwa na kiu ya kuongea na Kristo. Tatu, mwanamke Msamaria alikuwa na kiu ya kumjua Yesu. Mwanamke Msamaria alikuwa na kiu ya kumjua Yesu. Kwanza kabisa pale kisimani alidhani kuwa ni Myahudi wa kawaida tu. Ndio maana alimuuliza, imekuwaje wewe Myahudi kutaka maji kwangu, nami ni mwanamke Msamaria? Injili ya Yohane sura 4 aya 9. Mazungumzo yalipoendelea, alitambua kuwa sio mtu wa kawaida. Alitambua kuwa ni nabii. Baadaye akatambua kuwa ni Masihi mkombozi. Tujiulize, je, sisi tuna kiu ya kutaka kumjua zaidi Yesu? Tukiwa na kiu ya kumjua zaidi Yesu, tutasoma neno lake. Kila siku Jumapili tutasikiliza neno lake kwa makini na kutafakari. Tutapokea na sakramenti. Kama hatusomi neno la Mungu, maana yake hatuna kiu ya kumjua Yesu. Kama ukienda kanisani usikilizi kwa makini masomo na mahubiri, maana yake una kiu ya kumjua Yesu. Kama hupokei masakramenti, maana yake huna kiu ya kumjua Yesu. Nne, mwanamke Msamaria alikuwa na kiu ya kujua ukweli. Mwanamke Msamaria alikuwa na kiu ya kujua ukweli. Ndio maana alimuuliza Yesu maswali mengi na Yesu akamwelewesha. Naye akajua ukweli kwamba ni Mungu yupi anayepaswa kumwabudu na namna anavyopaswa kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Je, sisi tuna kiu ya kujua ukweli? Je, tuna kiu ya kujua ni Mungu yupi tunayepaswa kumwabudu? Je, tuna kiu ya kujua namna ya kumwabudu Mungu katika roho na kweli? Tano, mwanamke Msamaria alikuwa na kiu ya kupata maji ya uzima. Mwanamke Msamaria alikuwa na kiu ya kupata maji ya uzima. Yesu alipomwambia yeye ni maji ya uzima, mwanamke Msamaria alikuwa na kiu ya kupata hayo maji ya uzima. Ingawa mara ya kwanza kabla hajamtambua Yesu waziwazi, alidhani ni maji ya kawaida. Lakini baada ya kutambua kuwa ni Yesu, alielewa ni maji gani Yesu alimaanisha. Maji aliyomaanisha Yesu ni kumpokea Roho Mtakatifu ambaye atamuongoza kwenye ukweli wote, yaani kulijua neno la Mungu. Kwetu sisi wa Kristo, maji ya uzima ni kumpokea Roho Mtakatifu anayefanya kazi katika sakramenti zote na visakramenti na anayetusaidia kuujua ukweli. Tujiulize, je, tuna kiu ya kupata maji ya uzima, yaani Roho Mtakatifu, neno la Mungu, sakramenti na visakramenti? Sita, mwanamke Msamaria alikuwa na kiu ya kusamehewa. Mwanamke Msamaria alikuwa na kiu ya kusamehewa. Ndio maana hakuficha uovu wake, licha ya kwamba Yesu alijua dhambi zake. Naye mwanamke Msamaria alimweleza waziwazi
kuwa na wanaume 5, maana yake anaabudu miungu 5. Yesu akamwambia hata Mungu aliyekuwa anamwabudu wakati huo sio Mungu wa kweli, yaani sio Mungu wake anayepaswa kumwabudu. Yesu alimwambia anapaswa kumwabudu Mungu wa kweli, tena katika roho na kweli. Tujiulize, je, sisi tuna kiu ya kusamehewa? Kama tuna kiu ya kusamehewa, tutaziungama dhambi zetu waziwazi bila kuficha kama mwanamke Msamaria. 7, mwanamke Msamaria alikuwa na kiu ya kubadilika. Mwanamke Msamaria alikuwa na kiu ya kubadilika. Ndio maana alifanya mazungumzo na Yesu kwa muda wa kutosha. Alimuuliza Yesu maswali ya kutosha. Alimueleza Yesu waziwazi matendo yake. Alijifunua kwa Yesu kwa 100%. Tujiulize, je, sisi tuna kiu ya kubadilika? Tuna kiu ya kuacha dhambi zetu? Kama tuna kiu ya kubadilika, tutatenga muda wa kutosha wa kukaa na Yesu na kujifunua kwake ili atusaidie. Nani mwanamke Msamaria alikuwa na kiu ya kuwakomboa wengine? Mwanamke Msamaria alikuwa na kiu ya kuwakomboa wengine. Ndio maana baada ya kutambua kuwa ni Yesu mkombozi, alienda mjini kuwaita watu ili nao wapate maji ya uzima. Injili ya Yohane sura ya 4:28 hadi 30. Tujiulize, je, sisi tuna kiu ya kuwakomboa wengine? Pale tunapokutana na Yesu, je, tunaenda kuwashirikisha wengine? Tunaposoma neno la Mungu au kusikiliza tafakari, je, tunakumbuka kuwashirikisha wengine? Mwanamke Msamaria hakuwa mchoyo katika mambo ya kiroho. Sisi huenda tumekuwa wachoyo katika mambo ya kiroho. Hii huenda ni kwa sababu hatuna kiu ya kiroho ya kuwakomboa wengine. 9, mwanamke Msamaria alikuwa na kiu ya kukombolewa. Mwisho kabisa, mwanamke Msamaria alikuwa na kiu ya kukombolewa. Ndio maana alikuwa na kiu ya kumsikiliza Yesu, kiu ya kuongea na Yesu, kiu ya kumjua Yesu, kiu ya kusamehewa, kiu ya kubadilika, kiu ya kujua ukweli, kiu ya kukombolewa yeye na wengine. Hivyo nasi tunapaswa kuwa na kiu kama ya mwanamke Msamaria. Ndugu wapendwa, wahusika 4 tunaotafakari ni Wasamaria. Mwanamke Msamaria alipoenda mjini kuwapasha habari Wasamaria wenzake habari za Yesu, Wasamaria wakaja kisimani ili nao wapate maji ya uzima. Wasamaria hawa walikuwa na kiu ya kumsikiliza Yesu. Walikuwa na kiu ya kumjua Yesu. Walikuwa na kiu ya kuongea na Yesu. Walikuwa na kiu ya kukombolewa. Walikuwa na kiu ya kukaa na Yesu. Ndio maana walimsihi akae nao. Yesu aliwakubalia ombi lao, akakaa nao kwa muda wa siku 2. Injili ya Yohane sura 4 aya ya 40. Je, sisi tuna kiu ya kukaa na Yesu kama Wasamaria? Tukiwa na kiu ya kukaa na Yesu, tumwalike Yesu kama Wasamaria, na Yesu atakuja kukaa na sisi. Wasamaria walipokaa na Yesu, Yesu aliwanywesha maji ya uzima, yaani neno lake. Nasi tukikaa na Yesu atatunywesha maji ya uzima. Ndugu wapendwa, wahusika 5 tunaotafakari ni wanafunzi wa Yesu. Wanafunzi wa Yesu walikuwa na kiu ya kutembea na kukaa na Yesu. Ndio maana waliambatana na Yesu popote alipoenda. Wanafunzi wa Yesu walikuwa na kiu ya kujifunza, kiu ya kusali, kiu ya kukomboa wengine, kiu ya kufika mbinguni. Je, sisi tuna kiu ya kufika mbinguni? Kama tuna kiu ya kufika mbinguni, ni lazima hapa duniani tutembee na kukaa na Yesu kama wanafunzi wa Yesu, ili Yesu atunyweshe maji ya uzima. Ndugu wapendwa, mhusika wa 6 na mtafakari ni Yesu katika ushirika wa Mungu Baba na Roho Mtakatifu. Kiu ya Yesu ni kutukomboa, na katika ukombozi nafsi zote 3 zimeshirikiana. Kiu ya Yesu ni kutusikiliza. Ndio maana Yesu alimsikiliza mwanamke Msamaria na Wasamaria wote. Kiu ya Yesu ni kukaa nasi. Ndio maana Yesu alishuka duniani ili akae nasi na kutukomboa. Hata Wasamaria walipomwomba akae nao, aliwakubalia. Yesu ana kiu ya kuona tunampa Mungu nafasi ya kwanza. Hata wanafunzi wake walipoleta chakula ili ale, Yesu alisema, chakula changu ndicho hiki, ni atende mapenzi yake aliyonipeleka. Injili ya Yohane sura 4 aya 34. Mara nyingi sisi tuna njaa na kiu ya kimwili. Maana yake kiu na njaa ya kimwili tunaipa kipaumbele zaidi kuliko kiu na njaa ya kiroho. Lakini Yesu alikuwa na njaa na kiu ya kiroho ya kutimiza mapenzi ya Mungu, kumtumikia Mungu na kuwaokoa wengine. Alitoa kipaumbele zaidi kuliko kiu ya njaa ya kimwili. Yesu ana kiu ya kuona tunamwabudu Mungu katika roho na kweli. Yesu ana kiu ya kuona tunapata maji ya uzima. Yesu ana kiu ya kuona tunapokea masakramenti. Yesu ana kiu ya kuona tunajua ukweli. Yesu ana kiu ya kuona tunabadilika kama mwanamke Msamaria. Yesu ana kiu ya kuona tunatubu kama Msamaria. Yesu ana kiu ya kutufundisha. Ndio maana Yesu alikaa kisimani muda mrefu
ili kuhakikisha anamfundisha Msamaria na anapata wokovu. Alivumilia jua, alivumilia kiu na njaa ya kimwili. Yesu alikubali kukaa kwa Wasamaria, hakukata tamaa. Nasi wakati fulani tuwe tayari kukaa muda mrefu na wapagani, kukaa muda mrefu na watu wenye shida ili waweze kupata wokovu. Tuvumilie jua, tuvumilie kiu na njaa ya kimwili katika kuwakomboa wengine. Yesu ana kiu ya kuona tunashiriki katika kuendeleza kazi ya ukombozi kwa wengine. Hivi leo tuombe neema ya kuwa na kiu ya kiroho ya kumwabudu Mungu katika roho na kweli, kiu ya kusali, kiu ya kukaa na Mungu, kiu ya kuungama, kiu ya kupokea na sakramenti, kiu ya kubadilika, kiu ya kujua ukweli, kiu ya kuwakomboa wengine, kiu ya kupata maji ya uzima, kiu ya kukombolewa. Itukuzwe damu ya Kristo milele. Amina. Aliyotuletea tafakari ya leo ni mimi Padre Mathias Kunyanja, washirika wa damu azizi ya Yesu. Neno la Mungu twende kuhubiri, tushirikishane tone la upendo. Mahangaiko ya watu tujifunze, tushirikishane tone la upendo. Tushirikishane tone la upendo, tushirikishane tone la upendo, tushirikishane tone